إن من أعظم الحقائق التي يغفل عنها كثير من الناس أن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى وحده. Katika uhakika na ukweli ambao wengi katika wanadamu wameghafilika nayo ni kwamba riziki za hao wanadamu ipo kwenye mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliqur raziqul mudabbir, ndiye mwenye kuumba, ndiye mwenye kuruzuku na ndiye mwenye kuendesha mambo yetu. Na kwa hii sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo inayopatikana ndani yake at-tauhidur rububiyya, mwanadamu kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika utendakazi wake. Wa kanzun la takhafu alayhi lissan khafiful hamli yujadu haythu kunta. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Atamma subhanahu wa ta'ala lana ad-din وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة، فله الحمد تبارك وتعالى أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ndugu mwanao nitazama, tunawakaribisha katika silsila au kipindi tutakachokuwa nayo kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, kipindi ambacho unwani yake ni haqaiqu al-arzaq, ni uhakika na ukweli inayohusiana na mlango mzima wa ar-rizq. Ndugu zangu katika iman, inna min a'zami al-haqa'iq allati yaghfalu anha kathirun min an-nas anna al-arzaqa biyadi Allah subhanahu wa ta'ala wahda. Katika uhakika na ukweli ambao wengi katika wanadamu wameghafilika nayo ni kwamba riziki za hao wanadamu ipo kwenye mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Nimesema walioghafilika nayo wanadamu, na sikusema wasioyajua wanadamu kwenye mlango wa riziki, kwa sababu kuna tofauti ya wanadamu kutojua na kughafilika. Sote twajua anna al-arzaqa biyadi Allah subhanahu wa ta'ala wahda, hakuna asiyejua, lakini wameghafilika wengi katika wanadamu kwenye mlango mzima huwa riziki, kwamba riziki zao ipo kwenye mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliqur raziqul mudabbir, ndiye mwenye kuumba, ndiye mwenye kuruzuku na ndiye mwenye kuendesha mambo yetu. Na kwa hii sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo inayopatikana ndani yake at-tauhidur rububiyya, mwanadamu kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika utendakazi wake. Mlango huu wa tauhidur rububiyya na mlango mzima wa mwanadamu kuwa na imani ya yaqini kwamba mambo yake na riziki yake ipo kwenye mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo msingi muhimu anafaa awe nayo kila mu'min katika kuisimamisha tauhidi yake, katika kuisimamisha imani yake juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuamini imani ya yaqini vile vile kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mmiliki wa riziki zetu na yusrifuhu bihikmati, na anaiendesha mlango mzima wa riziki katika kupeana, katika kugawa kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba mwanadamu hana chochote katika mlango wa riziki,
hana mkono wowote kwenye mlango wa riziki illa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala, atakayemjalia katika wanadamu kuwa na mkono mdogo kwenye mlango wa riziki, kuwa na sababu ndogo kwenye mlango wa riziki, imma kujiruzuku yeye au kuwaruzuku wale waliomzunguka. Hana mkono wote mwanadamu illa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, tuko kwenye zama ambazo nyoyo za wanadamu zimefungamana na asbab, na wakasahau na kughafilika mwenye kusababisha hizo asbab, mwenye ambaye yeye peke yake ndiye mwenye uwezo wa kuzifungua hizo asbab, wa kuwarahisishia wanadamu. Fa wanadamu wameelekea na kughafilika kwa asbabu peke yake, wakaenda mbio kujitafutia asbabu nyingi ya mlango mzima huu wa riziki. Wameenda mbio wanadamu katika kutafuta asbabu. Mwenye ambaye ameona sababu yake kubwa ya kufikia kwenye riziki ni kuwa na shahada kubwa. Kuna wenye ambao wameona njia pekee ya kufikia mimi kupata riziki, kuishi maisha mazuri, kufungukiwa vizuri, ni iwapo nitatumia njia hii na njia hii na njia hii. Kwa hizi njia peke yake ndiyo naweza kufaulu nazo. Huyu amejitafutia asbab, lakini amesahau mwenye kusababisha yeye kwa hizo asbab kufikia anachokitaka, naye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fawaumini na waislamu kwa ujumla, au wengi katika waislamu, imeelekea nyoyo zao katika asbab na wakamsahau mwenye kusababisha, naye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana tumekuja na kipindi kama hiki, haqaiqu al-arzaq, ili tuweze kurudi katika ufahamu wa sawa, ili tuweze kurudisha imani zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuweze kusahihisha nyoyo zetu kabla ya akili zetu, ili tuweze vile vile ndugu zangu kuingiza ndani ya nyoyo zetu uhakika kuhusiana na riziki, laalla huenda ikapatikana utulivu na tumaanina na kuelewa ukweli kwenye mlango mzima huu wa al-arzaq, kuelewa kwamba alichokuandikia Allah subhanahu wa ta'ala kitakujia, na asichokuandikia Allah subhanahu wa ta'ala hakuna njia yoyote kinaweza kukufikia. Wa annahu la mu'ti lima mana, na tufikie katika mwanadamu kuamini kwa hichi kipindi kwamba hakuna anayeweza kumpa ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amezuia, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akikupa, hakuna yoyote katika wanadamu anaweza kuzuia alichotaka kukupa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwenye kipindi ambacho ndugu zangu tutakuwa nacho haqaiqu al-arzaq, tutakuwa na video 15 tukizungumzia mlango mzima wa al-arzaq. Tutazungumzia ndugu zangu mlango wa al-arzaq kama ilivyokuja kwenye al-Qur'an al-Karim na sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na vipi itaweza kupatikana matunda mazuri ya tauhidur rububiyya ndani ya nyoyo ya mu'min, na vipi itaweza kupatikana thika na kumtegemea kikweli Allah subhanahu wa ta'ala kwenye mlango wa mwanadamu kwenda mbio katika kujitafutia riziki, na vile vile vipi mu'min ataweza kupata raha ndani ya moyo wake katika mlango huu wa riziki na anapokuwa katika kujitafutia riziki,
Na vipi itapatikana mwanadamu kwamba anamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kumuuliza Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na kwamba hamtarajii isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na hamuogopi isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na hizi sifa ikiweza kukita na kupatikana katika moyo wa mu'min, istaqama as-sa'i, yeye kwenda mbio katika kutafuta riziki, itanyooka njia yake katika kutafuta hiyo riziki. Watma'anna al-aish, akielewa haya mu'min, maisha yake yatakuwa ni maisha yenye utulivu. Wasakanati ruh, na moyo wake vile vile kutakuwa na utulivu ndani yake. Wa alima al-abdu, na atajua mja anna rizqahu, kwamba riziki yake lan yukhti'ahu, haiwezi kumkosa riziki yake. Wa anna rabbahu arhamu bihi min nafsi, kwamba Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala ni mrahimu kwake yeye kuliko hata nafsi yake yeye mwenyewe. Haya ndiyo tutazunguka nayo na tutakuwa ndani yake kwenye barnamij hii ya Haqaiqu al-Arzaq, ikiwemo ndani yake video 15 ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhan. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku al-ilm an-nafi' wal-amal as-salih. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت.